Na wasalimu pia wafuatiliaji wetu wa Mvua za Baraka kwa jina la Bwana Yesu. Na watakieni heri na fanaka ya mwaka mpya 2020. Mwaka huu ni mwaka ambao tunatarajia Mungu atatustukiza kwa miujiza na baraka. Amen. Kwa hiyo unachohitaji kufanya ni kukaa kwenye mkao ambao Mungu akikustukiza kwa baraka na kukuta uko tayari. Amen. Sio unatembelewa na malaika wa Mungu kwa ajili ya miujiza, wewe ni kama haupo. Mungu wakati anataka kuponya watu katika kanisa, wewe haupo ibadani. Mungu anataka kufungua watu, wewe haupo. Kwa hiyo hakikisha mwaka huu popote uliko, uko Zanzibar, uko Tanzania bara, uko Marekani, uko Uarabuni, Dubai, maeneo mengine pengine Afrika, Botswana, Namibia, Malawi, South Africa, Canada kule juu kabisa, China, Thailand, Hong Kong, popote uliko, make sure kwamba unahudhuria ibada. Kwa sababu Mungu atakwenda kukutana na wewe kwa namna ya ajabu. Na kutoka hapa tulipo, tunaamini kabisa ni mwaka wa nguvu kubwa. Amen. Na ni mwaka ambao katika nchi yetu ya Tanzania kutakuwa na uchaguzi. Na tunatarajia ni uchaguzi mkuu mwezi wa Oktoba, mwezi wa 10, ambao utahusisha uchaguzi mkuu wa ngazi ya urais, ngazi ya wabunge na madiwani. Kama ambavyo tumeomba na tutaendelea kuomba kwamba itakuwa amani sio ya kawaida. Amen. Na matokeo yale yatakapotoka yataleta furaha kwa taifa zima, na wale viongozi ambao Mungu atawapa kibali tena watakwenda kuwa baraka kwa taifa. Amen. Kusudi la Mungu kutupatia viongozi ili kutupeleka kwenye maono yetu. Hatuwezi kwenda bila Musa. Hatuwezi kwenda bila Yoshua. Hatuwezi kwenda bila Caleb. Kwa hiyo tunamhitaji Musa, tunamhitaji Caleb, tunamhitaji Yoshua. Hatuwezi kwenda bila Paulo, tunamhitaji Petro, tunamhitaji Yohana. Tunawahitaji wale nguzo viongozi. Ndio maana Mungu anatupa viongozi. Viongozi ni binadamu kama sisi, lakini Mungu anatupatia kwa ajili ya kutupeleka kwenye vision yetu. Namshukuru mtu mmoja jana amenitumia ujumbe mzuri sana. Actually ni leo kwa sababu ilikuwa ni saa 7 za usiku, saa 8. Akaniandikia maneno machache. Akasema Mungu akupe roho ya kufanikisha ile vision ulionayo. Kamaliza. Bwana Yesu asifiwe. Nami natamka maneno hayo kwamba Mungu akupe nguvu, akupe neema, akupe maarifa, akupe ufahamu kufanikisha vision ulionayo kwa jina la Yesu. Ile vision inahitaji nguvu, ile vision inahitaji neema, ile vision inahitaji upako kwa jina la Yesu. Kwa hiyo ujumbe wa mwaka huu kama ambavyo wengi wanaupata kupitia message, kupitia WhatsApp, ni mshangao wa baraka na miujiza ya kustukiza, au mshangao wa baraka na miujiza ya ghafla. Sema ghafla. Sema ghafla. Ghafla. Haleluya. Ghafla malaika wa Bwana akashuka. Biblia inasema Petro akapigwa bavuni. Kumbuka Petro alikuwa anasubiri kufa. Tena sio kufa kifo chake, anasubiri kuuawa kwa mkono wa mwanadamu ambaye ana mamlaka na ameamua kuua. Akiwa katika usingizi, Biblia inasema ghafla. Sema ghafla. Katika Matendo ya Mitume sura ya 12 kuanzia mstari wa 5. Ghafla malaika wa Bwana akaingia, kukawa na nuru kwenye lile gereza. Lakini ukisoma katika Matendo ya Mitume sura ya 16, Biblia inasema Paulo na Sila walipokuwa wakiimba na kusifu, ghafla likatokea tetemeko la ardhi. Ghafla, sio kwa mipango. Kuna vitu vinakuja kwa mipango, kuna vitu vinakuja kwa ghafla. Sema amen. Amen. Si unafahamu hata watu wanakufa ghafla wengine, zinaitwa sudden death. Wako watu wanakufa ghafla. Lakini maombi na sala yangu, hautakufa ghafla wewe. Amen. Ila utapokea miujiza kwa ghafla. Amen. Umekuwa uoni kwa muda mrefu, macho yako yanakiza, ghafla unakwenda kuona. Amen. Umekuwa usikii kwa siku nyingi, masikio yako ni mazito, ghafla unakwenda kusikia. Amen. Umekuwa na maumivu ya kichwa, ya kifua, ya mifupa, ya tumbo,
ya uti wa mgongo kwa muda mrefu, ghafla unakwenda kupona kwa jina la Yesu. Umekaa muda mrefu mno, una kazi ya kufanya maalum ambayo inakupatia kipato na unawaza mara mbili, mwaka 2020 utakuwaje? Ni kama unauogopa. Unajua kuna wimbo mmoja kwenye vitabu vyetu tunaimbaga, anasema mwaka ni wa kutisha. Anasema kama nisingekuwa na Bwana ungetisha mno. Lakini nataka nikwambie hata hao wanaesema wana Mungu huwa wanaogopa. Wanaogopa kwa sababu leo ni tarehe mosi, shule zinafunguliwa tarehe 6. Siku 5 kutoka leo watoto lazima waende shule. Na hasa nyinyi ambao mmepeleka private, na hawapokei hujaweka hela kwenye akaunti zao. Shule pekee ambao utampeleka mwanao kwa amani ni shule za serikali. Lakini hata hizo lazima umsafirishe mtoto, lazima umnunulie madaftari, kama ni uniform. Na unaogopa, unasema si walao kidogo ungesimama au ungepelekwa wiki moja mbele. Nataka nikwambie hauhitaji wiki moja mbele. Kama mkao ambao kuna muujiza wa ghafla unakujia kwa jina la Yesu. Ghafla, sema ghafla. Ghafla pesa inaangua kwenye akaunti yako. Ghafla pesa inaingia kwenye simu yako. Ghafla, sema ghafla kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Nasema ghafla. Ghafla. Tukisema ghafla tuna maana ghafla. Umeelewa? Amen. Sio kwa sababu umefanya kanuni vingi, umeweka hiki, umeweka mitego mingi. Unajua wakati Yesu anamwambia Petro, unadaiwa kodi ya Kaisari na mimi nadaiwa. Yesu akamwambia Petro, hii kodi ingewahusu zaidi wageni kuliko sisi, kwa sababu sisi ni wenyeji. Na kama ni wenyeji wazalia, sisi tuko huru. Lakini ili tusiwakwaze, wape, nisikilize, mwaka huu usichukulie mambo poa. Amen. Hata kama ni ndugu yako, anapokupa kitu alafu akasema urudishe. Amen. Usiwakwaze. Kwa hiyo Yesu akamwambia Petro, nenda mpaka baharini. Na kwa sababu Petro anajua kuvua, kwa hiyo akamwambia lazima sijui ukifika pale weka chambo, sijui fanya nini. Chukua ndoano wako, nenda baharini. Petro akatoka, akaenda mpaka baharini, akamwambia samaki wa kwanza atakayezuka. Kuzuka kwa lugha nyingine ni ghafla. Amen. Yaani hukumtarajia huyo samaki kama yupo. Hebu jaribu kwanza, kwenye bahari kuna samaki wangapi? Alafu kuna samaki anayesukumwa ambaye kabeba pesa zilizodondoshwa na wavuvi ambao walizama wakati fulani. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Zile fedha hazikutoka mbinguni. Mbinguni hakuna fedha za duniani. Amen. Zile ni fedha za wasafiri waliowahi kuvunjikiwa na boti. Viwaleti vyao vikadondoka, vipesa vikawa vinaelea. Kwa hiyo yule samaki akajikuta katika kula yake, akabeza ile hela, akaitia kwa mdomo. Na ndio aliamrishwa alete hiyo hela. Amen. Kama vile kunguru alipoamrishwa, nisikilize, haijalishi wingi wa watu katika ulimwengu, hela yako ipo. Amen. Nasema hela yako ipo. Amen. Kazi yako ipo. Amen. Haijalishi wingi wa samaki, haijalishi wingi wa wajane, haijalishi wingi wa yatima, haijalishi wingi wa wachungaji, haijalishi wingi wa makanisa. Acha makanisa yajengwe mpaka mbele ya nyumba zetu, lakini nataka nikwambie, hii riziki yako, fedha yako, washirika wako wapo. Sema amina. Sema amina kwa jina la Yesu. Samaki akasukumwa, akajikuta amemeza ndoano. Alipomeza, Petro akasikia ndoano uzito umeongezeka. Samaki akaja juu. Alipokuja juu, samaki hakuwa wakuliwa. Mwambie mleta muujiza sio wakuliwa. Usimle mleta muujiza.
Usimvuruge mleta muujiza. Petro alipomchukua samaki, aliambiwa na Yesu mfungue nini? Kinywa. Na baadaye uchukue nini? Ukisha chukua fedha kalipe nini? Yesu akumwambia Petro samaki ukamuhoke. Yesu akumwambia Petro samaki kamchome. Yesu kamwambia Petro fungua kinywa, chukua ile fedha ile shekeli, ukalipe kodi yako na ya kwangu. Sema amina. Kwa maana nyingine samaki akishakupa ile hela mrudishe aende zake. Sema amina. Mwambie yako mleta muujiza hazomewi. Mleta muujiza hasengenywi. Unasengenya mmeo, unasengenya mkeo, unasengenya mchungaji, unasengenya washirika, unamsengenya mleta muujiza. Mleta muujiza ukishafungua kinywa chake, ukachukua chake, unamwambia nenda kwa amani. Sema amina. Sema amina. Elia hakuwa na ugomvi na kunguru. Na wala hakufikia sehemu kumwambia kunguru, wewe unaleta huu mkate isije siku kageuka, ngoja nimalizane na wewe. Elia alipokuja kunguru alimpokea, akachukua ile nyama kinywani mwake, au alibebea kwenye miguu, akachukua kamkate, akamwambia Bwana akutangulie. Sema amina. Sema amina. Zaburi ya 126. Zaburi ya 126. Nasoma mstari wa kwanza hadi wa 3. Maandiko matakatifu yaliyovuviwa na Roho mwenyewe yanasema, Zaburi ya 126 mstari wa kwanza hadi wa 3, Bwana alipowarejeza mateka wa Sayuni, tulikuwa kama waotao ndoto. Sema amina. Mwambie jirani yako utakuwa kama unaota. Yani utakuwa kama uamini kwamba wewe ndio unachaguliwa kuwa namba 1 kitaifa. Amen. Na ni mwanao. Utakuwa kama uamini. Amen. Wewe ndio unachaguliwa kuwa supervisor. Amen. Manager. Mkurugenzi. Utaamini. Amen. Na unaweza kujisikia kama unapepesuka hivi. Unawezeka. Bosi, umesema? Bosi, umesemaje bosi? Nasema kuanzia leo nimekuchagua hivyo ulivyo. Ndio utasimamia huu mgahawa. Amen. Ndio utasimamia hii kampuni. Amen. Ndio utasimamia hii nyumba. Kuanzia leo. Amen. Bosi, una maana mimi? Unaharibu muujiza. Mimi nimekutamkia siku nyingine kama sio leo. Nina maana wewe ndio utakayesimamia. Amen. Biblia inasema Mungu alipoturejeza kutoka Sayuni, tulikuwa kama waotao ndoto. Hatukuwa tunaamini kwamba sasa tunatoka. Unajua wakati wale walipokuwa wametoka Misri, Farao aliwafuata. Lakini walipotoka Babeli, Nebukadneza hakuwafuata. Dario hakuwafuata. Hakuna aliyewafuata. Kwa hiyo walikuwa na experience waliowahi kusikia miaka mamia iliyopita kwamba walipotoka Misri baba zao, walipokwenda umbali fulani, Farao akaanza kuwafuata. Kwa hiyo walipoambiwa sasa tunaondoka, Danieli anawatangazia kwa tangazo la mfalme, kasema Myahudi aishi anapotaka. Akitaka kurudi Yerusalemu arudi. Akitaka kukaa Babeli akae. Akitaka kukaa Irani akae. Akitaka kukaa wapi akae. Yani muwe huru. Kuna watu walikuwa wanasema tunategwa hapa. Hapa tunategwa. Ili ukianza kuondoka aseme aha, kumbe mlikuwa mnadhani kweli na kielele chenu. Nadhani mwambie jirani yako ni kweli tunakwenda. Hatutegwi. Na shetani hatakuwa na la kusema juu yako. Amen. Ibilisi hatakuwa na la kusema juu yako. Amen. Kama ni katika ndoa unaingia, utegwi tena. Amen. Najua nilikuwa namtega nijue kama ni mwaminifu au sio mwaminifu. Huna wa kumtega hapa. Amen. Umetangaza ndoa, umetangaza ndoa. Amen. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Experience ya mwaka 2019 isikuzuie kuingia kwenye muujiza. Amen. Wale Wayahudi walipoambiwa mnatoka baada ya miaka 70 na kidogo, wengine walikuwa wazito,
walikuwa nahisi hatutoki. Ndio maana anasema tulikuwa kama tunayoota ndoto. Unajua hiyo ni sura ya 126. Ukienda kusoma sura ya 100 na kama sikosei ya 137. Ukienda kusoma sura 137, kumbuka hii ni sura 126. Ukienda kusoma 137 unakuta experience waliokuwa nayo. Wanasema kando ya mito Babeli ndiko tukokuwa tumeketi, tukalia tulipokumbuka nini? Sayuni. Sasa umeambiwa nenda Sayuni, unaendelea kulilia nini? Umeambiwa uko huru, unaendelea kulilia nini? Anasema tukalia, usilie tena maana unakwenda Sayuni. Usilie tena, unakwenda kwenye ile elimu. Usilie tena, unakwenda kwenye ile kazi. Sema amina. Unajua mchungaji, mimi nilishafeli shuleni, nilishafeli chuo kikuu, usilie, natangaza unakwenda Sayuni. Mstari wa 2. Ndipo kinywa chetu kilipojaa kicheko. Sema amina. Mwambie jirani yako, mwaka huu ni mwaka wako wa furaha. Na usisubiri mtu akupe furaha. Unajua kuna wakati kuna mtu anasema, yaani unajua mimi mchungaji, ningekuwa na mume wa aina yako, ningekuwa na furaha sana. Ningekuwa na ndugu wa aina yako. Furaha haianzii kwa mtu mwingine, furaha inaanzia kwako. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Ukitarajia watu wakufurahishe utaishia kuchekeshwa. Wachekeshaji makomedian wapo. Makomedian na kuchekesha kwa dakika 2 wapo. Lakini siku ina masaa 24. Utashinda kwenye TV kutwa nzima uchekesheke. Unaanza kufurahi mwenyewe ya kwamba Mungu, kwa kazi ulionipa najisikia kufurahi. Kwa afya ulionipa najisikia kufurahi. Kwa nguvu ulionipa najisikia kufurahi. Kwa neema ulionipa najisikia kufurahi. Kwa kila kitu ambacho Mungu umenipa najisikia kufurahi. Sema amina. Sema amina. Amen. Unajua mchungaji, nikifika pale nyumbani naona watu wote wana furaha, kwa hiyo na mimi naingia sina furaha. Anza wewe kufurahi. Bwana alipotutoa kutoka utumwani tulikuwa tukicheka. Sema jirani, mwambie jirani yako utakuwa ukicheka. Unatabasamu, unajisikia furaha, unakunywa juisi unatabasamu, unakunywa maji na sema jamani, yani siku hizi mimi nakunywa maji safi, zamani haikuwa hivi. Haleluya. Najisikia kunywa juisi ya matunda, zamani haikuwa hivi. Haleluya. Unafurahi mwenyewe. Usitafute watu wakufurahishe. Amen. Tulikuwa tukicheka, tulikuwa tukifurahi. Biblia inaendelea kusema na ulimi wetu kelele za furaha. Mwambie jirani yako, kupiga kelele na ruhusiwa. Kusema amazing, umepata kazi, kwa nini usipige kelele? Leo unapokea barua inaonyesha kamshahara kameongezwa kutoka 500, 6, 7 kamevuka mpaka milioni. Eti unapokea mkuja uso, eti umeongeza 200 tu. Amazing. Amen. Kuna 200 kameongezeka. Amen. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Unafurahi. Unajua binadamu wengi wakati wote wanapenda sana kuinua mabaya kuliko mema. Wanapenda sana kuinua vitu vya kushindwa. Hawamuinui Kristo. Mwaka huu hata kama mtu atakuongezea 1000 katika hela aliyokutumia, unasema amazing. Sema amazing. Amazing. Unasema amazing. Sema amazing. Amazing. Unasema ni maajabu. Hata huyu naye kaniongezea 1000 hapa, naenda kunywa kasoda, kaniongezea 5000. Si eti wewe umetuma hela eti umeongeza 1000 tu, sasa nisinge kutumia kabisa. Acha ujinga. Nilikuwa mahali fulani, mtu anamtumia hela mwenzake za biashara, wameuziana na wameuziana kwa milioni 1.
Kwa hiyo jamaa akatuma milioni 1 kamili pa. Yule aliyepokea kule anasema, "Bwana ametuma milioni kamili." Akamwambia, "Irudishe, sinunui tena." Wewe faida ushapata. Kwa nini umenuzia kwa hasara? Unataka mimi nikuwekea na kutolea? Sifanyi biashara hiyo. Sifanyi. Tukipatana 60,000 nitakutupia 60. Fungu la 10 peke yake nikijua 60,000 namtumia mchungaji ndio nitatuma 63 au 64 ili itoke sawa. Lakini biashara wewe faida ushapata. Uniusie bila faida mimi babako. Mimi ndani yako. Eti tunamsikia mtu mnapatana sawa, lakini kwa wewe anakudanganya tu. Hiyo lugha lakini kwa wewe unapigwa. Kwa wewe kujulia wapi? Eti nilikuwa nauza 60,000 lakini kwa wewe nipe 50. Kashapata 20 zake zipo. Amen. Mwambie basi kwa mimi fanya 40. Unamsikia unaua biashara, unasikia kumbe nikupa 40 na uwa nikupa 50 haifu, ushapata faida. Na kurushia 50 kamili utaki rudisha. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Hata kushangaza Bwana wewe. Hata kushangaza Bwana wewe. Nasema utashangazwa kwa jina la Yesu. Amen. Nasema utasukizwa kwa miujiza. Amen. Ya ghafla bingu. Biblia inaendelea kusema, ndipo waliposema, mwambie jirani yako watasema mwaka huu. Ndipo waliposema katika mataifa, Bwana amewatendea makuu. Hawakuwezi. Nasema hawakuwezi. Amen. Ndugu zako ingawa wanaweza wakasema usisikie, lakini wanajua kwa sababu umebarikiwa. Amen. Wana viruga vyao vya shombo. Anajifanya anaringa. Inajifanya ana hela. Najifanya ninazo. Amen. Wewe ukijifanya una hela utavaa nguo nzuri. Anayejifanya hawezi. Wewe ukiwa unapiga masuti, wewe ukiwa unasafiri vizuri, wewe ukiwa unakula vizuri, sijifanyi, ninazo. Sema amina. Kwa hiyo wakisema anajifanya eti ana hela, wanamaanisha hivyo ya kwamba Mungu amekutendea mambo makubwa. Ungekuwa huna wasingesema unajifanya. Wangesema hamna kitu, kapuku tu yule. Zamani alikuwa akija hapa kwenye msiba au akija hapa kuna mgonjwa, ana mikate, ana sukari, ana chumvi, sio na nini. Kaona siku hizi akija, wewe unacheza na maisha. Ukiona hivyo hiyo una kitu kweli. Lakini umeingia na mamikate na mama sukari umemwaga. Alafu unasikia baadaye mmoja wao anakupa taarifa. Unajua kaka ulipoondoka pale, mjomba ulipoondoka pale, shangazi ulipoondoka pale, wifi ulipoondoka pale, wakaanza kusema eti unajifanya una hela. Mwambie, waambie ninazo. Amen. Ndio maana nimeweza kuwanunulia. Amen. Nani mwingine kafanya hivyo? Mataifa wakasema Bwana amewatendea mema. Sema amina. Amen. Watasema mwaka huu katika jina la Yesu. Amen. Bwana amewatendea makuu. Bwana alitutendea mambo makuu, tulikuwa tukifurahi. Sema amina. Mwambie jirani yako furaha wakati wote. Furaha wakati wote. Sio asubuhi peke yake. Sio Jumatatu peke yake. Furaha wakati wote. Ndio maana Paulo kila anasema, nasema furahini katika Bwana. Tena nasema furahini. Sema amina. Amen. Lakini upo katika Nehemia anasema furaha ya Bwana ni nguvu zetu. Amen. Furaha ya Bwana ni sehemu ya nguvu yetu. Furaha ya Bwana ni sehemu ya ufanisi wetu. Unajua ngani nikwambie, ukiruhusu moyo wako uwe na furaha, Biblia inatuambia moyo wenye kufurahi ni dawa. Amen. Ukiwa na moyo wenye furaha utafanya kazi hata kama umechoka. Amen. Ukiwa na moyo wenye furaha utatembea extra mile, utakwenda mwendo wa ziada. Kwa sababu ndani yako hakuna chuki. Ndani yako hakuna uchungu. Ndani yako hakuna hofu. Ndani yako hakuna kisirani. Unafurahi. Furaha ya Bwana ni nguvu zetu. Unajua ukiwa na furaha unajisikia kuhusika. Unapenda nawe usike. Unasema nitahusika na jukumu gani? Nitahusika na jukumu gani? Lakini ukiwa una furaha, hata ukiambiwa kapike, unaona kama umeonewa.
Lakini ukiwa na furaha, unajisikia leo kupika nyama, unajisikia leo kupika maharage, unajisikia leo kupika wali, unajisikia furaha, unajisikia changamko. Pokea hiyo kwa jina la Yesu. Mwambie jirani yako, ukiwa na uchungu na mauzuni usisogee mbele yangu. Make sure unaniletea uso wenye furaha. Usije kuniambukiza huzuni zako. Maana mimi za kwangu nishapeleka msalabani. Yesu anasema katika Isaya kupitia unabii, alichukua huzuni yetu. Alichukua magonjwa yetu. Na kwa kupigwa kwake tulipona. Sema amina. Sema amina. Nisikilize. Mungu aliwashtukiza watu wengi. Alimshtukiza Petro kwa kumpatia samaki kutoka baharini mwenye shekeli. Watu wanajiuliza, hela zile zilitoka mbinguni? Nimekwambia tangu mwanzo, hela za duniani mbinguni hazitumiki kabisa, hazina nafasi, ni makaratasi. Miili ya duniani na miili ya mbinguni, Biblia inasema fahari yake ni mbali. Kama miili fahari yake ni mbali, kwa taarifa yako, hela hii ya duniani haiwezi kufikia ya mbinguni. Amen. Zile ni hela ambazo ziko hata sasa huko baharini, kuna hela nyingi. Wewe unasikia madege yamedondoka, watu hawajadondoka na madola yao. Na wengine walikuwa na wallet waterproof. Maji hayaingii. Pesa zile dola zinaweza kukaa pale miaka 20. Umeelewa? Sasa samaki akiamrishwa, anajua ile wallet iko wapi. Ni kwenda tu kuifumua na kuibeba mdomoni. Anakuja nayo kwako. Anakuja nayo kwako. Mwambie kuna mtu fulani anaamrishwa, anakuja na kitu nyumbani kwako kwa jina la Yesu. Mwambie jirani yako, kuna mtu anaamrishwa. Kuna mtu anaamrishwa. Anakuja na kitu kwako. Sema amina. Sema amina. Nasubiri mwaka huu uamrishwe kwa jina la Yesu. Na nikukuona na nijia straight, najua huyo kaamrishwa na Bwana. Kaamrishwa na Jehova nibebee maziwa. Kaamrishwa na Jehova nibebee mayai. Kaamrishwa na Jehova niletee zaka. Kaamrishwa na Jehova niletee shukrani. Sema amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sara akiwa amesubiri kwa miaka mingi, Mungu akamshtukiza kutembelewa na wageni walioonekana ni binadamu, kumbe hawakuwa binadamu. Walikuwa ni malaika. Mama ambaye amehangaika kwa miaka tangu usichana wake apate mtoto. Huenda alifanywa operation nyingi za mayoma, huenda alifanywa operation nyingi za tumbo, lakini haimsaidii. Ghafla malaika walipokuja wakamwambia Ibrahim, yuko wapi Sara mkeo? Akasema yuko Emani. Wakamwambia mwakani majira kama haya atakupatia mtoto. Sema amina. Amen. Sara akacheka kicheko ambacho kilikuwa kinazungumzia kutokuwezekana. Akasema niwapo mkongwe na mume wangu ni mzee, nitapata furaha. Yeye alifikiri alikuwa amesema wahubiri wa kawaida hawana neno la maarifa, kwa hiyo hawawezi kusikia yuko mbali jikoni. Mwambie jirani yako, mwaka huu ukisema popote mimi nasikia. Masikio yangu yatatangazwa hapo chini. Yanakusikiliza kutoka chumbani. Ukija hapa analeta ujumbe sawa sawa na ule yawaza. Nawaambia kweli. Sema amina. Sema amina. Sasa mchungaji alikuwepo, au yule mwenzangu aliongea naye akuwa mwaminifu, kamwambia wala hakuna aliyeniambia isipokuwa neno la maarifa. Malaika akamwambia Ibrahim ambaye hakusikia, mbona Sara anacheka? Ndio amecheka. Amecheka. Kama unabisha mwiti. Sara akaitwa, kwa nini ulicheka? Sikucheka. Akaambiwa umecheka. Kicheko chako sio kile cha furaha, ni kicheko cha kibele. Yeye kuna neno gumu la kumshinda Bwana, akajinyenyekeza. Akajituliza. Amen. Wakamwambia mwakani unakwenda kuwa mtoto. Maandiko yanasema kutoka sura ya 18 ya 19 20, sura ya 21 ya Mwanzo, Sara akapata mimba. Akazaa mtoto akamuita Isaka, maana yake kicheko. Sema amina. Amen. Isaka maana yake kicheko. Ndio maana Isaya anasema tulipotoka kule utumwani kuelekea Sayuni
tulikuwa tukicheka, yani kama mauzauza, kama maajabu, kama kweli, kama si kweli, lakini ndio kweli yenyewe katika jina la Yesu Kristo. Mwaka huu utacheka. Amen. Alistukizwa Ana, mke wa Elikana. Alistukizwa Rebeka, mke wa Isaka. Alistukizwa Elizabeti, mke wa Zakaria. Alistukizwa Mariamu, mke wa Yusufu. Katika kufikiwa kwa ghafla katika majira ambayo hayategemea. Na ukisoma kwa muda wako katika Mwanzo 18 kuanzia mstari wa 9 hadi mstari wa 14, na Mwanzo 21 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 3, Mwanzo 25 mstari wa 21 mpaka 22, Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 20 mpaka 28, Luka sura ya kwanza mstari wa 5 hadi 14, Luka sura ya kwanza mstari wa 26 mpaka 38, Luka sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa 13. Utazikuta habari za kushtukiza ambazo Mungu aliwafikia watu, na nitataja tena maandiko. Mwanzo 18:9 hadi 14, Mwanzo 21:1 hadi 3 hadi na mstari wa 6, Mwanzo 25 mstari wa 21 mpaka 22, Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 20 mpaka wa 28, Luka sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 14, Luka sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 26 hadi wa 38 samani, Luka sura ya kwanza mstari wa 26 mpaka 38, na Luka sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa 13. Wote hawa hawakuwa kabisa na matarajio ya kwamba wangepata mimba na kuzaa watoto, lakini Mungu aliwashtukiza na wakapata watoto. Lakini sio hilo tu, yule aliyekuwa amepooza kwa miaka 38 katika birika la Siloamu, Yesu akamshtukiza ghafla, akamwambia, ungependa kuwa mzima? Akaanza kuleta ngojea, akaanza kujielezea. Nisikilize, unapoulizwa swali lolote mahali popote, jibu swali kama ulivyoulizwa. Amen. Acha ngojela. Oh, najua mimi sina mtu kunichukua. Oh, wewe sema unataka kuwa mzima, ndio. Unataka kazi, ndio. Oh, nataka kwanza kujua kazi gani. Kwanza sema ndio kabla ya kujua. Ukijua basi utakataa, kuna dhambi gani? Unaanza kuleta ukakasi kabla ya kupokea. Usilete ukakasi kabla ya kupokea kwa jina la Yesu. Amen. Mambo matatu kwa haraka. Sehemu ya kwanza, matarajio kwa mwaka, matarajio ya mwaka mwema uliovishwa taji na Mungu mwenyewe. Matarajio ya mwaka mwema uliopambwa, uliovishwa taji na Mungu mwenyewe. Mungu ndiye alitupa mwaka huu. Asingeweza kushindwa kukuzuia usiingie. Kwa hiyo usije ukasema nafurahi nimeuona. Sikiliza, hizo lugha za nimefurahi nimeuona, achana nazo. Sisi hatufurahi kwa sababu tumeuona mwaka. Tunafurahi kwa sababu tutauishi mwaka huu. Amen. Tutaufaidi mwaka huu. Amen. Wengine watu wanasema nimeuona ni kama nataka kufa baadaye. Kama ungetaka kuona tu, sio umeona basi kufa wewe. Simeon alikuwa naomba kwa ajili ya Yesu. Alipomwona Yesu akasema hivi, sasa Bwana wamruhusu mtumishi wako. Maana nilichokuwa nasubiri kuona nimekiona. Mwambie jirani yako, acha hizo lugha. Sasa kipagani. Eti nimeuona, umeona nini? Tumeshaingia na tunaishi. Kwa hiyo ni kama sasa unataka kusafiri. Fika airport. Baada ya kufika airport, unaliona lile ndege itakalokubeba kwenda Marekani lile. Sasa baada ya kuanza, basi nishaliona. Haya. Wewe rudi nyumbani. Ndio umeenda Marekani. Mbona umerudi? Alishaiona ile ndege. Mwambie jana acha ujinga. Acha ujinga mwaka huu. Sisi sio kuuona, tumeuona, tunauingia, tunauishi, tunauongoza,
Tunautabaraki. Sema amina. Sema amina. Mungu ameupamba mwaka huu. Mungu ameujaza mwaka huu. Ameupa utele. Kutakuwa na hela nyingi mwaka huu. Nakwambia kutakuwa na hela nyingi. Na Mungu atamgusa hata kiongozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ili akutendee mema. Na utayaona kwa jina la Yesu. Mungu atamgusa bosi wako akutendee mema. Mwaka huu umepambwa na Jehova. Umependezeshwa na Jehova. Umesheneshwa na Jehova. Umenenepeshwa na Jehova. Umekuzwa na Jehova. Umenenepeshwa na Jehova. Sema amina. Zaburi ya 65. Zaburi ya 65. Mstari wa 11. Zaburi ya 65 mstari wa 11. Umeufika mwaka taji ya wema wako. Sema amina. Amen. Sema tena amina. Amen. Umeufika mwaka taji ya wema wako. Umeufika mwaka taji ya mavuno. Umeufika mwaka taji ya maendeleo. Amen. Umeufika mwaka taji ya baraka. Sema amina. Amen. Sema amina tena. Amen. Nazungumza na watu. Amen. Mungu ndio ambaye mwaka huu anaufanya kuwa wako. Amen. Anaubinafsisha uwe wako. Amen. Yeye alishamaliza, alishautangaza, alishauleta, alishauneemesha, alishaupa kila kitu unachokihitaji kwa jina la Yesu. Amen. Umeufika mwaka taji ya wema wako. Mapito yako yadondoza unono. Haleluya. Mungu ameshapita mwaka huu siku ya kwanza mpaka ya mwisho. Na kila siku alokuwa anapita kuna kitu kinadondoka kwa ajili yako. Kuna maana inadondoka kwa ajili yako. Kuna kware wanakuja kwa ajili yako. Kuna samaki anazuka kwa ajili yako. Kuna kunguru anazuka kwa ajili yako. Anasema mapito yake yalishadondosha unono. Pita ukaokote kwa jina la Yesu. Pita uchukue. Mwaka ambao Bwana ameuvisha taji. Amen. Mwaka huu shetani asikwambie, "Oh, unajua mwaka mgumu." Nakwambia na kuhakikishia sio mgumu. Amen. Na kuhakikishia hivyo na kuhakikishia. Na huo ndio unabii. Pokea kwa jina la Yesu. Amen. Pokea kwa jina la Yesu. Mwambie jirani yako, mwaka huu umedondoza kila kitu unachokitaka. Kama ni ndoa iko barabarani. Inamsubiri mtu tu. Imedosha. Yaani Mungu kashapita mwanzo mpaka mwisho wa mwaka. Na kila alikopita kadondosha kitu. Amen. Kaachia kitu. Kaachia kitu. Kaachia kitu. Wewe okota kwa jina la Yesu. Mwambie yako usijifunge. Na tutakuacha ukijifunga. Kwa sababu sisi mwaka huu hatujifungi. Amen. Hatujifungi. Amen. Tunajua Bwana ameufika wema. Ameufika unono. Ameufika baraka. Alishapita siku ya kwanza ya mwaka mpaka Desemba 31 ijayo. Wewe hapo pita tamalaki. Wewe hapo pita chukua. Wewe hapo pita okota. Haleluya. Luka sura ile ya 4. Luka sura ya 4. Mstari wake wa 18. Luka sura ya 4 mstari wa 18. Biblia inasema, Roho wa Bwana yu juu yangu. Mwambie jirani yako, sema amina. Msaidie kumwambia. Amen. Mchungaji anaposema Roho wa Bwana yu juu yangu anamaanisha. Mimi nataka niwaambie kanisa, I'm sure 100% niko na Roho wa Mungu. Amen. Niko na Holy Spirit. Amen. Roho Mtakatifu yuko ndani yangu. Amen. Ananisaidia katika huduma hii. Amen. Anaongoza huduma hii. Amen. Ananifanyisha mambo ambayo ni kwa ajili ya ufalme wake. Sema amina. Amen. Roho wa Bwana yuko juu yangu. Kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema mwaka huu. Amen. Sema amina. Amen. Kuna watu watahubiriwa mwaka huu si kawaida. Amen. Na mmoja wa wahubiri wao ni mimi. Amen. Ni wahubiri maskini
habari njema. Amen. Amenituma nije kwako. Amen. Kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Vifungo vyote ambavyo umewahi kuwa navyo, natangaza vinakatika. Amen. Natangaza vinakatika. Amen. Natangaza vinakatika. Sio tu kufunguliwa, vinakatika kwa jina la Yesu Kristo. Na vipofu kupata kuona tena. Amen. Mwaka huu vipofu wengi watapona kupitia mikono yao. Amen. Viziwi wengi watasikia mwaka huu. Amen. Mabubu wengi watasema. Amen. Watoto wengi wenye ulimi mzito, mwaka utakapowatamkia na kuwekea mikono, ndimi zao zitaachiliwa. Amen. Nasema ndimi zao zitaachiliwa. Amen. Kuwaacha huru waliosetwa na Ibilisi. Amen. Tutawaacha huru wala madawa kulevya. Amen. Tutawatoa kwenye madawa kulevya. Amen. Tutawatoa kwenye ulevi. Walevi wengi mwaka huu mtaona wanakuja hapa kanisani. Amen. Wakiokoka na kumpa Yesu maisha yao. Amen. Ile mwaka jana trailer. Hii inakuja picha halisi, masinema halisi. Yanakuja. Ndugu yako alikuwa mlevi kupindukia, niunganishe naye tu. Amen. Nikitamka kiu ya pombe imefutwa. Amen. Hata igusa. Na nitamwambia na nitia jina la Bwana. Roho ya pombe ikuachie, na ukiigusa utatapika siku 3 Amen. hata igusa kwa sababu atahisi anakwenda na maji. Na itakuwa hivyo katika jina la Yesu. Amen. Mstari wa 19, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Sema amina. Sema amina tena. Ameuvisha taji. Ameuvisha neema. Ameuvisha baraka. Amedondosha udono. Na ninakutangazia ndio mwaka huu. Sema amina. Ni mwaka wako. Ni mwaka wako. Tarajia kupokea mema yote yatakayopatikana katika mwaka huu. Tarajia kazi iliyo bora. Tarajia biashara iliyotukuka yenye faida. Tarajia kupata ploti na kujenga. Tarajia kununua gari nzuri, comfortable car. Ama ukikaa unajisikia umekaa mahali. Sio gari haina AC, unatoka jasho na masuti yako mpaka unatia huruma. Umo mwenyewe hiyo gari ya namna gani, mbona haiko comfortable? Tukaenda nafika kanisani, hamna shamlani. Mwaka huu ni mwaka wa comfortable. Amen. Mwaka ambao umeshindiliwa mema. Unakwenda kuchagua vitu vizuri, suti nzuri, gauni nzuri. Unaanza kuchange from today how to dress, nice dress. Amen. Watu ukipita waulize, hii kitenge umetoa wapi? Hii nguo nani kakushonea? Fundi kukushonea vibaya, mwambie ni ya kwako na kitenge kinauzwa bei fulani, unakwenda kununua. Mimi sio mtu kuvaa nguo za aina hiyo. Za kujaribisha. Nilikuja ukanipima. Sasa umeharibu. Nipe hela nikanunue kingine. Hii utavaa wewe. Mimi nimeacha nguo nyingi sana kwa mafundi. Na wanazivaa wenyewe. Nyingi sana. Hata kama mkono kakiwa hapa kamekuwa kama vile ndege, sichukui. Nitembee kama kikono, nikakwambia. Kitu kifiti. Kama slim fit. Kama regular. Kitu kikae, sema kitu kikae. Ili mtu akikuona, wewe umevaa nguo kama ya babako mkubwa. Na yeye alikuwa mnene, basi mshati huko unaweza kumwingiza mtu, na huko unaweza kumwingiza mtu, na moto mmevaa shati moja mnakwenda. Nani kasema? Unavaa shati inayokufiti. Ambaye huwezi kusema mtu mwingine aingie hapa. Ni wewe. Sema amina. Amen. Sema amina. Jambo la pili. Mtazamo binafsi kwa mwaka mpya 2020. Mtazamo, una mtazamo gani? Hatari iliyopo, watu walio wengi mtazamo wao ni asi. Ukijifunza habari za mtu anaitwa Gideon, ilimchukua msaada wa Mungu kumfanya Gideon kuwa shujaa. Lakini Gideon
kwa hali yake hakuwa amejipanga kwenye ushujaa. Hata malaika alipomtokea hakuonyesha mtazamo chanya. Malaika anamwambia Gideon, nenda kawakomboe watu wangu Israeli kwa uwezo ulionao. Malaika anaona kitu ndani ya Gideon yeye mwenyewe hajawahi kukiona. Mwambie jirani yako, anza kuona mwenyewe. Unajua, msisubiri manabii wawadanganye. Na ndio wengi mnadanganya, kwa sababu wewe mwenyewe hujui ulicho nacho. Kwa hiyo nabii akija kudanganya, naona kitu. Kitu gani? Uganga tu. Anza kuona potential ulionayo. Amen. Anza kuona nguvu ulionayo, akili ulionayo, ushawishi ulionayo, neema ulionayo, upako ulionayo. Usisubiri watu. Kwa bahati mbaya Gideon alikuwa na kitu ndani yake, lakini hakujua. Na kama aliwahi kujua, alikuwa anaogopa. Kwa sababu kuna mtu ana kitu na anasikia roho anamwambia anzisha kitu fulani. Omie, fanya kitu fulani. Kuna mtu ana akili na Mungu anamwambia rudia sekondari. Anajipa visababu tele. Matokeo yake haendi shule. Siku zinaenda. Kuna mtu ana kitu na Mungu anataka kumwandaa kwa ajili ya kitu, lakini yeye mwenyewe anajidhoofisha kwa maneno yake. Mwambie jirani yako, una mtazamo gani mwaka huu? Angalia Waamuzi sura ya 6 mstari mingi. Wewe utasoma huko sura nzima, mimi nitasoma mstari michache. Waamuzi sura ya 6 kuanzia mstari wa 11. Malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika Ofra. Alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuificha machoni pa Shami. Kwa Midian anasema machoni pa Midian. Ana maisha ya kujificha ficha. Ana chakula lakini hana ujasiri nacho. Ana mavazi lakini tangu aliponunua kutaka kuvaa yanakaribia kumbana hajavaa. Maisha ukosa ujasiri. Anaogopa wa Midian watamchukulia, na wenda eneo hilo hawakuwepo. Malaika wa Bwana mstari unaofuata wa 12 akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe shujaa. Sema amina. Mwambie jirani yako, mwaka huu Mungu yuko pamoja na wewe. Bwana yu pamoja nawe shujaa. Gideon akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Yako wapi matendo yake ya ajabu waliotuhadithia baba zetu wakisema, je, siye Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri? Ila sasa ametutupa, naye ametutia katika mikono ya Midian. Gideon, hata wewe sasa hivi kuwa nyumbani, hauko gerezani, ni Bwana yuko pamoja na wewe. Amen. Kama ningekuwa nimewatupa, wewe Gideon ningekuwa jela sasa. Hayo maneno yako hayana msingi. Maneno ya mtu asiyejua thamani ya uhuru. Kama malaika angemuuliza Gideon, Waisraeli wangapi wako kwenye magereza ya Midian, wewe umo? Huwa najiuliza. Mandela kakaa jela miaka 27. Wenzake wangapi waliuawa? Ndio maana yule mzee aliamua kusamehe watu, kwa sababu yeye mwenyewe mara kadhaa kahukumiwa kifo, lakini hakuwa. Ukijiona uko huru, jua kabisa kuna kusudi kwenye maisha ya Mungu. Maisha ya Mungu. Usianze kujidhoofisha. Unajua kama ungekuwa na sisi, wewe kwa nini kimezuia ungekuwa jela sasa? Nini kimezuia ungekuwa hospitali sasa? Nini kimezuia ungekuwa umekufa wakati? Lakini malaika akajua
Nazungumza na mtu asiyejitambua, asiye na imani. Alijua Mungu ni wa rehema, amerehemu watu wengi sana. Huko kuna watu tunaoangalia kwenye maandiko na tunachukua sifa zao, lakini hawakuwa hivyo. Wakati mwingine walikuwa wanyonge, dhaifu. Bwana akamtazama, mstari ule wa 14, akasema, enenda kwa uwezo wako huu ukawaokoe Israeli na mkono wa Midiani. Je, si mimi ninayekutuma? Amen. Gideon anatakiwa pale apige magoti aseme nimekubali. Haleluya. Maana ameambiwa nenda kaokoa Midiani kwa uwezo huo. Alafu akapewa assurance, ni mimi Bwana ninayekutuma, mimi Mungu ninayekutuma. Unajua wakati Daudi anakwenda kumpiga Goliath, Mungu hakusema chochote. Lakini Daudi alikuwa anajitia moyo mwenyewe. Wewe mpaka sauti ya Mungu unaisikia bado una mashaka. Bado una mashaka. Daudi hata ndugu zake hawakumtia moyo. Niliwaambia juzi, wakati Daudi anakutana na Sauli, anamwambia nitakwenda kumpiga. Sauli hakumuuliza Daudi hata baba yako nani. Mpaka Daudi anakwenda kukabiliana na Goliath, ndio Sauli anamuita Abneri. Anamwambia, Abneri mwana wa Neri, huyu ni mtoto wa nani? Abneri naye akamwambia, sikwambii. Kwa nini usingeuliza mwenyewe? Daudi alipokuwa anarudi na alibichwa na Goliath limetoa macho. Maana kifo cha ukata wa kichwa sio mzaha. Huwezi kufumba macho kifo cha ukata kichwa. Ni macho yote unaitoa hivi kufa. Ndio maana wakiwanyongaga watu wanawafunikaga na vitambaa. Amelibeba bichwa na Goliath, anamfuata mfalme. Ndio mfalme anamuuliza, wewe ni mtoto wa nani? Ukisoma kwenye Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 58 kule, Daudi anamwambia, mimi ni mtoto wa mtumishi wako Yese. Amen. Daudi akusikia Mungu akimwambia unampiga Goliath na mimi niko na wewe. Daudi akusikia Mungu akimwambia nenda kampige Goliath. Daudi alichojua, nimewahi kumuua dubu, nimewahi kumuua simba. Huyu naye hana ukali wa dubu na simba. Simba akili yake sio kama wanadamu. Huyu hana meno ya kunitia mimi mpaka niathirike. Meno ya binadamu hata kinipige jino moja na muua wengine. Hana meno hayo Goliath. Tunaambia kwa na madole 6 lakini hakuwa na meno yaliyotoka nje kama ngili. Kwa hiyo Daudi alijua hata kama nikimpa hapa, nikimrudisha huku, nikimweka hapa na mmaliza. Hana meno ya kuning'ata. Simba wanawashika ndevu na meno yao. Utamshika simba ndevu wewe? Hata simba sanamu tu unaweza ukamkimbia. Ukamshike ndevu na meno yake. Anasema mimi umshika ndevu, maana yake ni kwamba anamwendea simba, anakuwa haamini. Simba anamsakaribia Daudi. Daudi anawahi kwenye kidevu cha simba. Anamuinua, anampigisha meno ya juu na ya chini. Alafu anaubana mdomo wa chini auende juu. Ukibana mdomo wa chini juu hauji. Akiubana hapo anamtia makozi kama anavyotaka. Simba linalala hivi. Kwishi. Kwa hiyo Daudi alijua huyu hana meno kama simba, huyu sio mnyama, huyu ni binadamu, hata akatumia anaweza kuwa na huruma. Ndio maana Daudi alipokuwa anamwambia Goliath, Goliath akasema, wanaletea katoto, na ile ni huruma. Huruma ile. Simba hajalo katoto kumaliza. Daudi akamwendea Goliath bila kusikia sauti ya Mungu. Nionyeshe mali Daudi, Mungu akamwambia kampige Goliath. Alikwenda kwa sababu anamwamini Mungu. Mwambie jirani yako unakwenda kwa sababu unamwamini Mungu. Kuna vitu usisubiri mpaka uote ndoto. Kuna vitu usisubiri mpaka uambiwe na mtu. Umeamua kuanzisha mradi, anzisha. Amen. Usiwe kama Gideon. Sauti za Mungu mara mbili bado amejaa mashaka. Bado amejaa wasiwasi. Angalia pale chini mstari wa 16.
Bwana akamwambia, hakika nitakuwa pamoja nawe, nawe utawapiga Wamidian kama mtu mmoja. Ungesema kutiwa moyo kote huku kunatosha kusema amina. Lakini msikilize jamaa, mtazamo wake ulikuwa wa ajabu. Naye akamwambia, kama nimepata kibali mbele ya macho yako, basi unionyeshe ishara ya kuwa ndiwe wewe unasema nami. Tafadhali usiondoke hapa hata nikujie nikatoe zawadi yangu na kuweka mbele zako. Akasema, nitangoja hata utakaporudi. Basi Gideon akaingia ndani, akaandaa mwana-mbuzi. Historia yote unaijua. Ni uvumilivu tu wa Mungu. Lakini Mungu angeweza kugeuza mawazo pale pale na kusema, sio wakati wa kumtumia Gideon, acha tukamtumia next person. Msumbufu. Ukiendelea kusoma, akaanza kutoa sababu. Nitaendaje? Mimi ndio mtoto mzuanda, mimi ndio mtoto wa mwisho, baba yangu masikini. Nisikilize. Baba yako kuwa masikini, mama yako kuwa masikini haikufanyi uwe masikini. Amen. Baba yako kutokuwa msomi, mama yako kutokuwa msomi haikufanyi usiwe msomi. Amen. Ni mtazamo wako unaokutesa. Huyu mchungaji sisi kwetu maskini, hata ada za shule hakuna. Kuna watu hapa duniani walipomwamini Mungu, walipofikia hawana ada, walimu wa hizo shule waliwalipia ada. Amen. Na wapo wengi, kwa sababu walimu wanaona passion alionayo kijana. Saa 12 yuko shuleni, anafagia, anafanya hiki, walimu wanapita na mwangalia. Lakini ukifika wakati wa ada, hana. Walimu wanaulizana, hivi kijana kama huyu tumfukuze? Raha yetu tunaipataje? Na anawaambia, mimi napenda kusoma walimu, lakini wazazi wangu hawana kitu. Wanaambia, basi kawaambia wazazi wako walete hata kidogo. Anawafuata, wanasema hata kidogo hawana. Watu wamesoma, wamemaliza vyuo vikuu, wana masters, wana PhD, na wengine wamerudisha fadhila kwa wale waliowasaidia. Amen. Wewe unasema nini? Mimi ndo niliye mdogo, haijalishi. Mimi natokea Afrika, haijalishi. Amen. Mtazamo ulionao. Amen. Na Jumapili tazungumzia kuhusu hilo kwa undani. Unajionaje? Ukijiona boss, wewe ni boss. Amen. Ukijiona maskini, maskini. Ndio Biblia anasema kwamba mwenye vingi ataongezewa, mwenye vichache hata kile alicho nacho ananyang'anywa. Ananyang'anywa kwa sababu hawezi kukiendeleza. Hawezi. Ni mtu wa kulialia. Sasa unampaje kingi? Yesu akawapa watu talanta. Huyu 5, huyu 2, huyu 1. Tazama aliopewa 1 alichokifanya. Kamoja akashinda kuendeleza hadi kufikia kwenye mchanga. Sasa ukimpa 5 si hasara zaidi. Mwambie jirani yako, badilisha mtazamo wako. Badilisha mtazamo wako. Unakutana na majaribu, una mtazamo gani? Usiwe kama Gideon. Uwe na mtazamo wa aina hii. Angalia Warumi. Ndio uwe mtazamo wako. Warumi sura ya 8. Nampenda huyo mtu. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Warumi sura. Weka moyo hapa, usikie kitu kikusaidie kwenye maisha yako. Umefuata nini hapa kama haupo? Katika mambo hayo yote tunashinda, na zaidi ya kushinda, katika yeye aliyetupenda. Sema amina. Mwambie jirani yako, mtazame mshindaji hapa. Mwambie niangalie mshindi. Wewe kazi kwako. Utajua mwenyewe mbele kwenye position gani. Kwa maana nimekwisha kujua, maana najua hakika ya kwamba wala mauti, wala uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka, wala yaliopo, wala atakayokuwepo, wala wenye uwezo, wala aliyo juu, wala aliyo chini, wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Sema amina. Mwambie jirani yako, mwanzo mwisho.
mwanzo mwisho. Tumeanza mwaka huu mpaka mwisho tunamaliza kwa nguvu hiyo hiyo. Nasema mpaka mwisho nguvu ndio hiyo hiyo. Uwe na mtazamo wa aina hiyo. Usiwe na mtazamo mtazamo wa kujidhulumu mwenyewe. Unajionea mwenyewe. Mimi mnanionea kwa sababu sijasoma. Ninao hata ndugu zangu wanazungumzia maneno hayo. Huwa nasikitika. Ndugu katika ukoo. Unamsikia mtu anakuambia, mnanionea kwa sababu ni maskini. Kwani wewe umaskini ni fungu lako? Mwingine analia kwenye simu, kaka unajua kwa sababu ni maskini ndio maana nazushiwa. Amna. Mawazo yako yatavuta mabaya mengi. Ungekuwa na mawazo chanya, usingeona anakutokea kwa jina la Yesu. Nasema sije kutokea kwa jina la Yesu. Tatu na mwisho. Hamasisho la kiongozi mshindi kwa ajili ya kutamalaki mwaka 2020. Hamasisho la mchungaji. Hamasisho la baba. Hamasisho la kiongozi wa kisiasa. Kiongozi unayenisikia, hamasisha juu ya ushindi. Hamasisha juu ya mafanikio. Hamasisha juu ya kazi. Hamasisha juu ya uponyaji. Hamasisha juu ya maendeleo. Kiongozi wanatarajia watu wahamasishe. Amen. Sio unakuwa kiongozi unakuja madhabahuni umejajaa vihuzuni. Unajua mwaka tutakuwa tunaangalia nani afundishe nani asifundishe. Kiongozi anahamasisha. Tufanye kazi. Sisi sio masikini. Sisi tuna hela. Tufanye kazi. Tunataka viongozi wa aina hiyo. Tunamtaka baba anayewaambia watoto wake wasome. Tunamtaka baba anawaambia watoto wake tuendeni kanisani. Hamasisha. Sio baba anasema atajua mwenyewe kama anaenda kanisani au aende wewe baba gani. Hamasisha uzuri wa kumcha Mungu. Hamasisha uzuri wa kuamka mapema kwa wanao. Hamasisha uzuri wa kumtumikia Mungu. Wewe unategemewa, wewe unatarajiwa, wewe sema kitu. Na hakikishia mwaka huu utahamasisha. Kila eneo litakalohitaji hamasa yangu nitakuhamasisha. Na mimi mwenyewe nitahamasika. Nitahamasisha familia yangu. Nitahamasisha watoto wangu. Na kuwaambia nyinyi ni washindi katika shule yenu. Nyinyi ni vichwa kwenye shule yenu. Nyinyi ni wa kipekee. Nitawahamasisha hivyo. Na kuambia ninawaona mainjinia wa ajabu wanayetafutwa na taifa zima. Ninawaona madaktari wa kushangaza waliobobea katika neurosurgery, wanaweza kufanyia operation mishipa ya ubongo, wanaweza, nawaona katika jina la Yesu. Namuona mtoto mmoja wapo kakiwa kanarusha ndege, na mimi mwenyewe niko VIP nyuma ya huyo mtoto kwa jina la Yesu. Na baadaye naomba kuingia kule aliko ili wajue kwamba aliyopanda pia ni baba yake. Sema amina. Sema amina kwa jina la Yesu. Mwambie jirani yako naona. Naona vijana wakishinda mitihani kwa kiwango cha juu. Ninaona kwa jina la Yesu. Ninaona kwa jina la Yesu. Ninaona kwa jina la Yesu. Ninaona. Yoshua sura ya 18. Hamasisho la kiongozi mshindi kwa ajili ya kutamalaki mwaka 2020. Yoshua 18 mstari wa 3. Fungua tusome kwa pamoja. Yoshua 18. Tazama kiongozi wa aina hii. See here. We need this kind of leadership. Amen. Yes. Pigia mtu makofi aliyosema amina. Amen. Tunahitaji aina hii ya viongozi ndani ya kanisa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Yoshua 18 mstari wa 3, twende pale tukasome kwa pamoja. Twende pale. Upo hapo?
Amen. Umefika hapo? Amen. 1, 2, 3 twende. Yoshua akawauliza wana wa Israeli, akasema, je, hata lini mtakuwa walegevu katika kuingia kwenu na kuimiliki hiyo nchi ambayo yeye Bwana Mungu wa baba zenu amewapa? Sema amina. Mpe kwa jirani yako, mwambie acha ulegevu mwaka huu, na usisimame mbele yangu ukiwa mlegevu. Kaa mbali. Mtu goigoi, kaa mbali. Mtu ambaye anapita sehemu pachafu asafishe, akae mbali na mimi. Mtu ambaye anaona mahali hapajakaa sawa na haoni kama hapajakaa sawa, akae mbali na mimi. Yoshua anahitajika mwaka huu kwa jina la Yesu. Mwambie jirani yako, nitakuwa Yoshua nyumbani kwangu. Nitakuwa Yoshua kazini kwangu. Nitakuwa Yoshua kwenye biashara yangu. Wewe ni Yoshua. Hamasisha. Tunataka viongozi wa namna hiyo. Timotheo wa pili, kabla hatujaomba. Timotheo wa pili, sura ya 2. Hamasisho la kiongozi mshindi kwa ajili ya kutamalaki mwaka 2020. Timotheo wa pili, sura ya 2, mstari wa 1. Timotheo wa pili, sura ya 2, mstari wa 1. Uko pale? Uko pale? Are you there? Amen. Are you there? Amen. Hallelujah. Amen. Basi wewe mwanangu, mguse mwanangu mmoja wapo. Basi wewe mwanangu, uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Sema amina. Kiongozi anahamasisha vijana, iweni hodari. Unajua wakati mwingine hawa vijana wanakuwa na kera, wanajua hiki kinatakiwa kifanyike mapema, hawafanyi mpaka karibu ibada inaanza. Sikiliza, huu sio mwaka wa kufanya hivyo. Amen. Huu sio mwaka wa kufanya hivyo. Amen. Uwe hodari katika neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Waambie wanao wawe hodari. Waambie walio chini yako wawe hodari. Waambie jamaa zako wawe hodari. Huu sio mwaka wa uzembe, uvivu, watu wanajivutavuta. Nataka nikwambie tutakukiki out. Yoshua anawaambia watu, mnafahamu kuhusu ahadi za Mungu. Na wewe unajua kwa nini uombe. Biblia inakutaka uombe, wewe uombe. Biblia inakutaka utoe zaka, wewe utoe. Biblia inakutaka uwe kwenye ushirika, haupo. Anasema nyinyi kinachowafanya muwe hivyo ni nini? Haya yote mnayajua. Biblia mnayo, kiongozi ipo. Kwa nini mnashindwa kutamalaki nchi ambayo Bwana alishawaapia baba zenu ya kwamba amewapa? Paulo akamwambia Timotheo, uwe hodari mwanangu. Amen. Katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Sema amina. Amen. Sema nitakuwa hodari. Nitakuwa hodari. Sema nitakuwa hodari. Nitakuwa hodari. Nitakuwa hodari. Nitakuwa hodari. Katika jina la Yesu. Katika jina. Iwe hivyo kwako. Iwe hivyo kwako. Iwe hivyo kwako. Mwaka umevishwa taji kwa ajili yako. Mwaka umevishwa unono kwa ajili yako. Mwaka umevishwa baraka kwa ajili yako. Simama utamalaki kwa jina la Yesu. Pale uliposimama